Jua lilikuwa linachoma kwa nguvu kule Kariakoo, jijini Nairobi. Kwenye kibanda kidogo kilichojengwa kwa mabati, kijana mmoja mwenye umri wa miaka 22 aliketi kwenye stuli ya plastiki, akitazama kwenye skrini ya simu yake ya zamani. Brian Onyango, kijana mwenye akili nyingi na ndoto kubwa, alikuwa akiangalia picha za magari ya kifahari, majumba ya mamilioni na wasanii waliovaa mavazi ya bei ghali. Mbona siwezi kufika hapa? Alijisemea kwa sauti ya chini. Nimepambana, nimefanya kazi lakini bado maisha yangu ni haya haya. Brian alikuwa yatima wa baba. Mama yake alikuwa mama ntilie aliyekuwa akiuza chakula kwenye sokoni. Waliishi maisha ya kubana sana. Brian alifaulu kujiunga na chuo kikuu kwa msaada wa ufadhili, lakini bado hakuridhika. Hakutaka tu elimu, alitaka mafanikio ya haraka. Siku moja jioni, akiwa kwenye duka la kuuza mitumba, alimwona mtu mmoja aliyemvutia sana. Alikuwa amevaa suti ya kifahari, akipita na gari aina ya Range Rover Sport. Mwanaume huyo alisimama karibu na duka, akatazama moja kwa moja macho ya Brian, kisha akamsogelea. Unaitwa nani, kijana? Brian. Brian, ninaona kitu ndani yako. Kuna mwanga, lakini pia giza. Je, uko tayari kujua siri ya mafanikio ya kweli? Brian alisita, lakini alihisi kitu ndani yake kikimsukuma kusema ndiyo. Mwanaume huyo alimtazama tena, akatoa kadi ya kifahari na kusema, njoo hapa kesho usiku. Ukishindwa kuja, usiniangalie tena maishani. Brian alichukua kadi. Ilikuwa imeandikwa jina la klabu fulani ya siri, The Lodge of Eternal Light, na anwani ya mahali. Usiku huo hakuweza kulala. Alisoma kila kitu mtandaoni kuhusu Freemason. Alisoma kuhusu nguvu zao, usiri wao, kafara na maisha ya kifahari. Lakini moyo wake uliendelea kumwambia, hii ndiyo njia. Brian aliwasili mbele ya jumba la kifahari lililojificha katikati ya mtaa wa Lavington. Saa ilikuwa saa 3 usiku. Alihisi wasiwasi, lakini sauti ndani yake ilimvuta mbele kama nguvu ya sumaku. Mlango mkubwa wa mbao ulijifungua kimya kimya bila kuguswa. Mwanamume yule wa jana alimtokea tena, sasa akiwa amevaa vazi jeusi la kanzu ndefu na pete ya ajabu kidoleni. Karibu Brian. Hapa ndipo safari yako inaanza. Aliongozwa kuingia ndani. Jumba hilo lilikuwa la ajabu. Ukutani kulikuwa na nembo zisizoeleweka, taa zikiwa zimefunikwa na vitambaa vya damu, na katikati ya ukumbi kulikuwa na mduara mkubwa wa rangi nyeusi na nyekundu. Hili ni jaribio lako la kwanza, mwanaume alisema. Lazima uapishwe kabla ya kupokea siri. Brian alipelekwa kwenye chumba cheusi kabisa, na sauti zilianza kuimba kwa lugha isiyoeleweka. Mvua ya maneno ya kale ilimzunguka na baridi ikamwingia hadi mifupani. Alipoketi katikati ya duara, mwanaume alikuja mbele yake na kusema, unakubali kuachana na maisha yako ya zamani, familia, dini, maadili, hata jina lako? Brian alisita kwa sekunde chache. Alikumbuka sura ya mama yake. Alikumbuka sala walizowahi kusali. Lakini picha za pesa, magari na heshima zikamfunika. Ndiyo. Kwa sekunde hiyo taa zilizimika ghafla. Kulisikika kilio cha ajabu kama cha mtu anayeumia, kisha kimya. Taa zilipowaka tena, Brian alikuwa amevaa vazi jeusi kama wengine na pete hiyo ya ajabu kidoleni. Karibu kwenye nuru ya milele, walimwambia kwa pamoja. Lakini kumbuka, mwanga huu hulipiwa kwa giza la nafsi. Mambo yakaanza kubadilika haraka. Siku chache baada ya kuapishwa, Brian alipokea simu kutoka kampuni kubwa ya teknolojia. Aliitwa kwa mahojiano. Bila hata kuhitaji kamili, alipata kazi, mshahara wa milioni 1 kwa mwezi. Alihamishiwa kwenye nyumba ya kifahari, gari jipya la BMW likaletwa kwake kama zawadi ya kuanzia maisha mapya. Lakini haikuchukua muda kabla ya kuanza kuona mambo yasiyo ya kawaida. Usiku mmoja aliamka na kumkuta mwanaume yule yule aliyemuingiza Freemason akiwa ameketi chumbani kwake bila kugonga mlango. Brian, ni wakati wa kafara ya kwanza. Utapewa jina, lakini lazima utoe kitu cha thamani. Ni agizo kutoka kwa Bwana wa Giza.
Brian aliuliza, ni nini ninachopaswa kutoa? Mwanaume akamwangalia kwa macho makali. Mtu mmoja unayempenda zaidi. Una siku 3 kufanya uamuzi. Brian alitetemeka. Alijua chaguo lake ni kati ya utajiri na mama yake. Brian aliporudi chumbani kwake baada ya mazungumzo na yule mwanachama hakupata usingizi. Alibaki akitazama dari, moyo wake ukigonga kama ngoma ya vita. Kichwani mwake kulikuwa na maswali yasiyo na majibu. Mtu ninayempenda zaidi. Kitu pekee kilichomjia akilini ni mama yake, mama ambaye alimlea kwa shida, aliyemfundisha kuishi kwa imani na kujituma. Siku ya kwanza ilipita bila kuchukua hatua yoyote. Alijaribu kupuuza, lakini kila alipojifanya kusahau, sauti ile ya mwanaume ilirudi akilini mwake kama mwangwi, una siku 3. Siku ya pili alienda sokoni kwa mama yake. Alijaribu kumwangalia kwa macho ya kawaida, lakini hakuweza. Aliona mtu ambaye alikuwa tayari kujitolea kila kitu kwa ajili yake, hata kama hakuwa na kitu. Kwa mara ya kwanza machozi yalijaa machoni mwake, lakini alijifanya kuwa amechoshwa na kazi. Mama yake alimwambia, Brian, najua sasa una pesa, una maisha mazuri, lakini usisahau maombi. Pesa bila Mungu ni sumu. Maneno hayo yalimchoma kama msumari, lakini alikuwa tayari ameingia kwenye njia ambayo hakuielewa kikamilifu. Usiku wa 3 ulipowadia, alisimama mbele ya kioo akiwa amevaa vazi la Freemason, uso wake umejawa na maumivu. Simu yake iliita. Ilikuwa ni namba isiyojulikana. Brian, ni wakati. Tunakusubiri kwenye hekalu. Usipoleta kafara yako, utachukuliwa kama msaliti. Na msaliti haachi alama duniani. Brian alichukua funguo za gari lake na kuondoka usiku huo. Alijua nini anatakiwa kufanya. Alifika nyumbani kwa mama yake. Alimtazama akiwa amelala kitandani, uso wake wenye amani na mikono yake iliyochoka ikiwa juu ya kifua chake. Aliinua simu, akamtazama kwa sekunde chache, kisha akapiga namba. Samahani, siwezi kufanya hivi. Alimwambia mwanachama mkuu kuwa amekataa kutoa kafara. Kulikuwa na kimya kwa sekunde kadhaa, kisha sauti ile ya baridi ikasema, umevunja agano. Jiandae kwa matokeo.